azza wa jalla innahu qad faza almuttaqun. Ndugu zangu katika imani, awali yote nayosia nafsi yangu pia kuzikumbusha nafsi zenu kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika wamchao Allah wakatengeneza kinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala itakayowakinga na adhabu ya moto wa jahannam. Hakika wanatakana kuifanya kuwa ni kinga madhubuti na ni kinga ya ucha Mungu. Ibadallah, fattaqullaha ibadallah, wa'lamu anna min a'zami ma tus'aluna anhu yawm al-qiyamah al-amanat ومن أعظمها أمانة الأولاد. ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala na tutambue ya kwamba miongoni mwa mambo makubwa mno ambayo Muislamu ataulizwa au tutakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, al-amanat, tutaulizwa amana. Na hili ni jambo kubwa sana katika miongoni mwa mambo ambayo mwanadamu kasimamishwa nayo, na Allah subhanahu wa ta'ala amembebesha amana nyingi sana mwanadamu. Wa min a'zamiha, na miongoni mwa amana iliyokuwa kubwa sana aliyombebesha mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala, amanatul aulad, nayo ni amana ya watoto. Hii amana hii kila mmoja ataulizwa mbele ya Allah, yule ambaye ashakushazaa na yule ambaye bado hajazaa, lakini yatarajiwa insha Allah kuingia katika masulia haya ya kuweza kuzaa. Yule ambaye hajapata mtoto yakadiriwa baadaye, in kanat alhayatu baqiya, ikiwa Allah atampa uhai kuendelea kuwa hai, utaraji kupata watoto. Watoto ni amana ambayo ni miongoni mwa amana ambazo mtu ataulizwa katika maana hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mliamini, qu anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na wokoeni watu wenu kutokamana na moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala atuita kwa jina la iman ya kuwa tuziokoe kwanza nafsi zetu na moto wa jahannam, lakini pia tuwaokoe familia yetu, tuwaokoe watu wetu tunaowasimamia. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib katika aya hii anasema, allimuhum wa adibuhum, wafundisheni watoto wenu na waadabisheni. Haya ndo Ali ibn Abi Talib khalifa aliyefasiri katika aya hii ya kuzilea na kuepusha watoto wetu na moto wa jahannam. Katika mambo aliyataja Ali mambo mawili, allimuhum wa adibuhum, wafundisheni. Jambo la kwanza wasomesheni, na jambo hili la kusomesha wakusudiwa kusomeshwa dini ya Allah, wakamtambua Allah sawa sawa, wakatambua haki ya Allah sawa sawa, lakini pia wakaadabishwa katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaelekeza. Lakini Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema, aymuruhum bi ta'ati Allah, waamrisheni katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wafundisheni watoto kumtii Allah, wanhauhum an ma'siyatihi, na wakatazeni kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio shani, na hili ndio jambo la wazazi ambalo amana hii Allah amekubebesheni ya watoto, kuziokoa nafsi zenu na pia kuwaokoa watoto wenu. Na jambo la kwanza nalo ni kuwaepusha nayo ni kuamrisha kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwasomesha, lakini pia na kuwakataza makatazo aliyokataza Allah, na kuepusha yale aliyokataza Allah, na kuwakataza yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala la yarudhaha, yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala la ayaridhi. Ayuha al-aba wal ummahat, enyi wakina mama na wakina baba,
tunatakikana kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika malezi. Malezi sio jambo dogo wala sio jambo la watu fulani, bali jambo la malezi wataulizwa wazazi. Ndugu zangu katika imani, enyi wazazi, wakati huu mbele yetu hapa watoto wanamalizia likizo. Intahatil utal, likizo na mapumziko yanakwisha na watoto wakaribia kuelekea katika mashule. Wazazi wakati huo watoto wanaporejea katika mashule wanahitaji kuwa makini mno, wanahitaji uangalifu uliokuwa mkubwa, kama ambavyo waliwaangalia walipokuwa chini ya mikono yao wakati hawapo katika mashule, wapo ndani ya likizo. Lakini tunataraji kuna baadhi ya wazazi ambao wanazembea katika malezi. Wakati yuko katika malezi ndani ya likizo alikuwa kisimama mpaka ikafikia hali watoto wanasimama sawa katika dini. Sasa hizi likizo zimekata, wewe mzazi unatakikana kuwa makini sana katika malezi wakati huo baada ya kutoka likizo. Watoto wengi mara nyingi hutoka katika taa ya wazazi au wazazi hutoka katika malezi. Wazazi watoa watoto wao mpaka inafikia hali wanaziacha swala 5. Dhiyati as-salat, inafikia hali swala hazisaliwi, na kisingizio cha mtoto kwenda shuleni, anawezekana iko shule kuanzia asubuhi mpaka saa 12, hasali swala ya dhuhuri wala hasali swala ya al-asr, mpaka ufikia hali kutosaliwa sala ya magharibi, akasali swala 2 kwa siku peke yake. Na haya ni majanga yaliyokuwa makubwa sana, ambayo mzazi hatakikani kuteteleka katika jambo la sala, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha sala na akazifaradhisha. Lakini achilia mbali wazazi pia uachia watoto kubaki katika shashati, wakabakia kwenye channel watizama mambo ambayo hayana maadili. Lakini pia udhoofisha wazazi na kuwatoa watoto katika kuipa nguvu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupatikana dhaifu ta'dhim ad-din, upatikana udhaifu wa kuitukuza dini, ni kwa sababu ya wazazi kutozingatia kwa watoto wao. Lakini pia mapungufu ya kuja msikitini upungua. Qalla ta'alluq bil masajid wal Qur'an, upungua sana mafungamano ya mzazi kumfungamanisha mwanawe na misikiti ya Allah. Watoto upungua misikitini, kisa wanasoma shule, wasoma skuli, na waacha kusoma Qur'ani kabisa. Qur'ani ile alikuwa kiisoma wakati yuko likizo, huiacha Qur'ani hiyo na kuweka pembeni, kisa asoma. Soma usije ukafeli, aacha kitabu cha Allah, aacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu zangu katika imani, wa huna yadhharu ikhtibaru alhaqiqi lilwalidain, na hapa udhihiri mtihani wa uhakika na mtihani wa kweli kwa wazazi. Je, wazazi waweza kusimamia hili? Sala zikasimama sala 5, Qur'ani ikasomwa, na wakaitukuza dini watoto wake pamoja na kusoma shule. Lakini ndugu zangu katika imani, mtihani mkubwa watoto watakaporejea shuleni, na huu ndio mtihani kwa wazazi. Hal yuadu alwaladu ila hilaqi alquran, je, mtoto atarejeshwa kwenye vikao vya Qur'ani tena au atasubiria Jumapili peke yake? Leo hii wazazi wengi wasingizia kisingizio cha tusheni, wakaacha watoto wao kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbona watu wazima takriban miaka 10 iliyotangulia au miaka 15 iliyotangulia walikuwa hawasomi tusheni na walikuwa kifaulu na walikuwa kifanya vizuri? Lakini uko wapi ewe mzazi? Enyi walezi, mko wapi na kusimamia sawa sawa malezi ya watoto? Shule na skuli haimfanyi mtoto kuizuia Qur'an, kutosoma Qur'an au kuhudhuria vikao vya Qur'an. Lakini mtihani mwingine, je, mtoto atalelewa? Hal yurabba ala tauhid, je, mwanao tamlea katika tauhid kama ambavyo alivyokuwa katika likizo?
hal yumaru bis-salah wa yutabu alaiha? Je, atasimamishiwa sala, atafuatiliwa kwenye sala hiyo na ataamrishwa sala hiyo? Kama ambavyo ilikuwa likizo, tuwaona wazazi wengine wawachapa hadi watoto wao, nenda msikitini, wawafukuza nenda chuo, kwa sababu anaishi naye anamkera. Je, baada ya likizo hii wakarejea katika mashule, watasimamisha ibada na kurekebisha baadhi ya mambo kama walivyokuwa likizo? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi nyote ni wachunga. Kullukum ra'in, nyinyi nyote ni wachunga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na nyinyi nyote kila mmoja ataulizwa kile anachokisimamia. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan falam yahidhha binus'ihi illa lam yajid rahihata aljanna. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan, hakuna mja yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anampa majukumu ya kusimamia watu wake na familia yake, falam yahitha binusihi, akawa hakuwa nasihi wala hakuwa rekebisha, illa lam yajid raihata aljanna, rawahu al-Bukhari, hata ipata harufu ya pepo. Ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekufanya wewe ni mzazi au watarajiwa kuwa mzazi, lakini ukusimamia familia yako kwa kuipa nasaha na kuwakumbusha jambo la dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tambua hutaipata harufu ya pepo, kwa maana hutaiskurubia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, wal aba, ndugu zangu katika imani na wazazi pia, tutambue taalimu din muqaddamu ala kulli shay. Kuwasomesha watoto dini ni jambo lenye kutangulizwa juu ya kila kitu. Dini ya Allah subhanahu wa ta'ala utangulizwa kabla ya kitu chochote. Sisi waislamu tumeamrishwa jambo la kwanza kulitanguliza ni kusoma dini ya Allah, na haya ndio maelekezo aliyopewa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye Qur'an. Aya ya kwanza kutelemka katika Uislamu ilikuwa ni aya inayohamasisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asome iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako ambaye kaumba. Na hii ni amri Allah amamrisha mtume wake, jambo la kwanza asome. Na hivyo hivyo dini ya Allah utangulizwa juu ya elimu zote. Elimu zote dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hutangulizwa. Lakini tizama wazazi wanavyoizingatia dini ya Allah, wawalea watoto wao kutoiona nafasi dini ya Allah. Mtoto tizama wazazi utawaona likizo sasa, hata likizo imeshakatika hapa. Watizame wazazi wanavyohangaika masokoni wakiwanunulia watoto wao madaftari. Watizame wazazi wanavyohangaika kuwanunulia watoto viatu vya shule. Watizame wazazi wananunulia mabegi, wanavyohangaikia watoto wao mpaka kujinyima. Wanawahangaikia watoto wao wakasome ilmu ya dunia, lakini hawahangaikia namna hiyo, hawahangaiki namna hiyo kuangalia watoto wao akhira yao, hawahangaiki wala waumize kichwa. Unaweza ukamkuta mzazi kamnunulia mtoto zaidi ya madaftari 10,000, lakini asiweze kumnunulia mtoto wake jambo hata kitabu cha darasani wakati anasoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wazazi mko wapi? Kwa nini hili swali linatuelekea sisi wazazi? Kwa nini wazazi hawatili muhimu dini ya Allah? Wazazi tizama wanavyohangaika na uniform. Mtu afikia hali ya kopa hata mikopo ya riba ili apate mtoto wake kwenda shule, lakini hawezi kukopa ili mwanawe asome dini ya Allah. Hawezi kukopa ili mtoto amshughulikie asome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dini ya Allah utangulizwa juu ya elimu zote, ndugu zangu katika imani. Lakini pia wazazi watoto wanatizama, wanapima mambo. Wanapokuona mzazi wewe unavyomwandaa mwanao, unavyomshughulikia mwanao kumpeleka shule, wengine wanaelekea mpaka school bus, unavyomwandaa, unamwandalia chai, unamwandalia mavazi mazuri,
mpaka umwambie mwanangu soma ukitoka hizi hela za kula shuleni. Lakini mtizame akija chuoni, kanzu limechanika, hana kanzu, nguo anazovaa hasina thamani na ukilinganisha na mavazi ya shule. Wazazi, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tambueni ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakuulizeni. Elimu ya dini utangulizwa juu ya kila kitu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, waamrishe familia yako wakiwemo na watoto sala, waamrishe sala na wafanyeni subira. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema muru auladakum bis-salah li 7 sinin, waamrisheni watoto wenu sala wakiwa na miaka 7. Na swala hiyo sio swala ya ujinga, bali ni swala yenye ilmu. Wasomeshwa sala, waelekezwa sala. Mwanangu kwa swaliwa hivi, mwanangu katoe sadaka, mwanangu fanya hivi. Waamrisha na kumsomesha mambo ya muhimu sana. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anasema katika Tuhfatul Mawlud, ihmalul awlad wa tark ta'limihim min a'zami asbab fasadihim. Anasema al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kuwapuuza watoto na kuacha kuwasomesha dini ni katika miongoni mwa sababu kubwa zinazowapelekea watoto hao kuharibika. Watoto kuharibika tabia zao, watoto kuharibika na mienendo yao, ni kwa sababu watoto wamewaachisha kusoma dini ya Allah. Jambo la kusoma dini wamelipuuza, hawalipi kipaumbele. Haya ni mambo ambayo wazazi wana nasibu, ambayo mtoto hataridhia mambo hayo siku ya kiyama. wa aktharu fasadihim inma jaa min qibali al-aba. Anasema Ibn Qayyim kwamba maharibifu, kuharibika kwao kukubwa sana kumetokea kwa wazazi. Mzazi wewe unaonekana wavuta bangi, mzazi unaonekana wewe wajiuza, mzazi unaonekana wafanya maovu, mtoto atafanya nini hapo? Wewe mzazi hauwezi kumwamrisha mtoto wako kuswali aliyekuwa uswali. Kuna siku atakuuliza, wewe baba mbona uswali? Wewe mama mbona uswali? Unatuamrisha tuswali, unatuamrisha tufunge, kwa nini hufungi? Watoto baada ya kuacha kuwasomesha kusoma dini yao ndio kuharibu. Utawaona watoto wafuta bangi, waharibika tabia zao, waanza kuharibika kisaikolojia. Watoto wajifunza katika ma-TV mambo ya haramu, wayaona wazazi wao wapeleki madarasa, wanaambia hata hapo kwenye TV waweza kusoma, wanaelewa. Alafu waangalia kina mwogo mchungu. Wakitoka hapo watajifunza nini? Wakitoka hapo watakuwa na nini? Je, Qur'an utaisoma lini? Hali yakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hii Qur'an siku ya kiyama itakuja ni hujjatun laka au alayk, itakuja ni hoja itakayokutetea au itakayokuangamiza. Kwa tumcha Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ndugu zangu katika imani, inna ihmala al-awlad khiyanatan li amana wa laysa taqsiran hayyina. Ndugu zangu katika imani, wallahi tunamwapiza Allah subhanahu wa ta'ala, hakika kuwapoteza watoto na kuwapuuza watoto katika malezi ya dini ni kuwafanyia khiana watoto wako, ni kuwafanyia khiana uliobebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wala sio uzembe ambao unatakikana kuachwa na kupuuzwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna as-sam'a, hakika ya masikio haya ambayo umepewa ni amana, yapate kusikiliza ya kweli, yapate kusikiliza ya haki, yapate kusikiliza aliyeelekeza Allah. Allah amekupa masikio. Wal basara, na akakupa macho utizame ya halali uweze kuyasoma maneno ya Allah. Wal fuada, na akakupa moyo. kullu ulaika, haya yote hayo kana anhu mas'ula, yatakuwa ni kuulizwa mbele Allah. Utaulizwa masikio yako umeyatumia vipi? Je, ulisikiliza nini? Je, uliyatumia masikio yako kusikiliza muziki na kusikiliza batil? Tambua utaulizwa masikio yako hayo.
Lakini pia utauliza macho yako kitu gani yametizama ya halali au ya macho yako yametizama ya haramu. Lakini moyo wako umetunza nini? Je, ndani ya moyo wako kuna qala Allahu qala Rasul? Moyo wako umehifadhi nini? Moyo wako umetunza nini katika moyo huo? Tambua haya yote mtu ataulizwa. Moyo wako umeutumia vipi? Lakini kaifa biman adaa sam'a waladihi, lakini vipi hali ya yule ambaye kapoteza na kuyapuuza masikio ya mwanawe, wa basarahu wa qalba, na macho yake ya mwanawe na moyo wake ameutelekeza. Moyo wake unahifadhi mambo ya haramu, macho yake yatizama haramu, masikio yake yasikiliza haramu. Kutwa ndani kuna sabuhufa ndani kwa sikilizwa muziki asubuhi mpaka jioni. Hakuna siku asikiliza Qur'an au hakuna siku asikiliza mawaidha, asubuhi na jioni anasikiliza muziki. Masikio yake ameacha ya mtoto anasikiliza haramu. Lakini pia watoto wamewaacha lile hawatifu fasida, wamewachia simu zenye kuharibu tabia. Leo mtoto anamiliki simu ambayo mzazi wake hana, kwa kigezo kwamba anasoma shule, bwana anaweza kuchukua mambo humu ndani. Lakini masimu inatumika katika mambo ya hatari zaidi. Tizama walezi, vijana wenu mmewaacha kwa kuwapa simu, mkawapuuza, wakatumia simu zao katika mambo ambayo hayafai, wakazitumia simu zao katika matukio ya hatari. Mpaka wazazi unajianza kujiuliza mwenyewe, hizi tabia mwanangu kazitoa wapi? Mbona mimi sikumlea hivyo? Umempuuza katika malezi. Ndio maana yatumia vibaya masikio yake, ayatumia vibaya macho yake, atizama TV, simu yake basi atizame TV, lakini ana simu ya smartphone, anatizama yale ambayo wewe mzazi huyajui, atizama mazito. Ndio maana usije ukashangaa mtoto akufundisha mazito, hata kufundisha kulea, ni kwa sababu yapata kwenye simu. Lakini wazazi wamewaacha watoto wao, wamewachia rifqatun sayyi'a lilrifqati as-sayyi'a, wamewachia marafiki wabaya. Mzazi katika mambo wazazi waliyapuuza makubwa sana ni watoto kutowatizamia marafiki zao. Ni nani rafiki yako? Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia almar'u ala dini khalilihi, mtu analazimiana na dini ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, atizame mmoja wenu ni nani anamfanya kuwa rafiki. As-sahib sahib, kama wanavyosema, rafiki anaweza kukopoa dini, akakukopoa malezi na akakutoa malezi mazuri, akakufundisha tabia zako mbaya. Lakini watoto pia katika jambo jingine, rafiki, tizama rafiki ya mwanao, tizama hata wewe Muislamu rafiki yako ni nani. Lakini watoto mwachia rafiki yao ni simu, rafiki zao ni watu wavuta bangi, marafiki zao ni watu wenye kuwa na tabia mbovu sana, wasiopenda dini ya Allah. Ndio marafiki unawapenda, yule anapenda shule, hawe rafiki yako yule. Lakini rafiki yake haamrishi sala, hamamrishi mema, mtoto wako unashangaa ana tabia za ajabu. Lakini pia watoto wameachwa, wamezuiliwa kuitoitilia umuhimu jambo la sala. Wallahi jambo la sala ni jambo zito sana. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah, jambo la kwanza atakaloulizwa mtu kabla ya jambo lolote ni sala. Vipi wewe mwanao ameipuuza sala? Lakini ndugu zangu katika imani, al-Imam an-Nawawi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayozungumzia masala ya amana, ma min 'abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan, hakuna mja yeyote ambaye Allah kamweka kusimamia watu wake raia, yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun la, akafa siku anayokufa anakufa amefanya khiana, amefanya ghish, illa harrama Allahu alayhi aljanna, isipokuwa Allah atamharamishia pepo. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala anasema fihi taghlidhun shadidun fi tarki huquqi ar-ra'iyya, ndani ya hadithi hii kupatikana maneno mazito, maneno makali katika mtu kuacha jambo la haki ya raia wake, ya wasimamizi wake. Kwa sababu mzazi, wewe kwako wewe watoto ni raia, wewe ndio rais wa nyumba. Raia wako wako vipi na umewanasi nini na umesimamia jambo gani? Maulama wanasema
min a'zami wajibati alwalidain tarbiyatu alawlad ala alaqidati as-sahiha wa ta'widuhum as-salah li'annahum amana. Katika miongoni, anasema al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, katika miongoni mwa mambo ya wajibat, mambo makubwa ya lazima kwa wazazi ni kuwalea watoto katika akida sahihi. Je, akida sahihi wewe unaijua? Akida sahihi waijua? Utamlea vipi kwenye akida sahiha? Wazazi wana amana, akasema wata'widuhum as-salah, malezi ya akida na pia kuwazoesha swala. Mzazi anaweza akamwacha mwanawe akalala akaja msikitini mwenyewe, sikwambii yule ambaye haswali kabisa msikitini wala hashughuliki na misikiti ya Allah wala hashughuliki na sala. Mtoto anaweza kaamka, yule mwenye imani akaamka, bwana mtoto baada amelala akaenda kuswali, wala hakarejea. Kama ni mume jioni anarejea, haulizi mke umeswali, watoto wameswali. Wapo wazazi wa namna hii, lakini tambua watoto, hiyo ni amana umebebeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibn Uthaymeen al-Allama anasema at-tarbiya laysat ta'aman wa libasan, malezi sio chakula. At-tarbiya laysat ta'aman, malezi sio chakula, wa libasan sio mavazi tu, bal ta'limun wa ta'dibun, bali ni kusomesha na kuadabisha. Yani haya ndio malezi. Malezi sio kumnunulia kanzu tu, malezi sio tu kumnunulia mavazi, malezi sio kumpa chakula kizuri, bali malezi ni ta'lim, kumsomesha dini ya Allah, bali malezi kumwadabisha mtoto wa atifuhu wa a'dhimuhu at-tauhid, na pia na jambo lake kubwa na kumtukuzia mwanao jambo la tauhid kama walivyokuwa salafu saleh. Ndugu zangu katika imani, watoto wamepuuzwa katika malezi. Lakini pia anasema Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, al-faragh ba'da al-'utal, kumaliza likizo, min akhdar ma yakun, ni katika mambo ya hatari yanayokuwa kwa watoto. Fa in lam yushaghalu bit-ta'a shughila bil ma'siyah, mtoto asiposhughulishwa na kumtii Allah anashughulishwa na maasi. Watoto wamepuuzwa. Likizo ilipotoka watoto hawasomi, utawaona tu hawasomi dini. Wewe ukitakuona hilo, njoo baada ya likizo, njoo uje msikitini utizame watoto walikuwa wakisoma likizo na walipoondoka wakarudi mashuleni. Dini ya Allah wameipa kipaumbele gani wazazi? Watoto wawezekana kabisa hawasomi dini ya Allah, bali wakabakizia siku moja inasomwa lini ikatosha. Siku moja tu ya Jumapili, bwana ustadhi, bwana mwanangu anaenda tusheni, anatoka saa 12. Ukimtizama mzazi anamtakia kheri mwanawe, anasoma siku moja tu mpaka Jumamosi aenda tusheni. Hivi atamwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Ndugu zangu katika imani, hebu sisi tuliokafilika na malezi na kuonyesha watoto wetu kwamba jambo la dini utangulizwa, tusighafilike biayin wajhin, kwa sura yoyote. Talqauna Allah idha qila lakum, kwa sura yoyote utakutana na Mola wako utaulizwa. Tambua, kwa sura yoyote utakutana na Mola wako atakuuliza, limadha lam tuallim waladaka as-salah, kwa nini mwanao kumfundisha sala? Utaulizwa swali hili wala hutaweza kulikimbia. Limadha qaddamta al-hatifa ala al-mushaf, kwa nini umetanguliza simu juu ya mushaf? Qur'ani umeipa kipaumbele gani? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala umeyatanguliza kwenye jambo gani? Au umetanguliza simu na mambo mengine? Umetanguliza skuli juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Tambua haya maswali mzazi utaulizwa, hautokwepa, utamkwepa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia utaulizwa, limadha lam tudkhiluhu halaqat al-Qur'an, haya maswali jiandae. Kwa nini ukumuingiza katika halaka za Qur'an, kwenye tahfidh za Qur'an, kwenye sehemu za madrasa, wakasoma Qur'an, akasoma hadithi, akamtambua Allah subhanahu wa ta'ala? Tambua hili swali utakuja kuuliza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, yawma la yanfa'u malun wala banun, ikumbukeni siku ambayo haitomnufaisha mtu yoyote mali
aliyoikusanya haitomnufaisha siku hiyo, wala banun, wala watoto wake hawatomnufaisha, illa man ata Allah biqalbin salim, isipokuwa yule ambaye kafika kwa Allah kwa moyo uliokuwa umesalimika, yeye na kizazi chake. Al-Imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah ta'ala anasema kanu salaf, walikuwa wema waliotangulia, yuallimuna auladahum alhalala walharama kama yuallimunahum as-surata min al-Qur'an. Wema waliotangulia walikuwa wakiwafundisha watoto wao hii ni halali na hii ni haramu, kama wanavyofundisha suratul Fatiha, kama walivyokuwa wakiwafundisha sura katika Qur'an kwamba hii acha ni haramu, riba ni haramu. Lakini wazazi, tizama, wanafunzi watoto wao wakiingia katika vyuo, ni watu gani wanaenda kuingia katika mikopo ili watoto wao wasome? Wanaingia katika mikopo ya riba. Mtoto anasoma elimu yake ya riba na anakuwa katika elimu ya riba, na anakuja kufanya kazi ambazo zimetokamana na elimu ya riba, na anachuma chumo ambalo limezalika kwa sababu ya elimu iliyotengenezwa kwa riba. Unadhani kwenye kizazi chako kutakuwa na salama au majitengenezea laana? Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, tuwasomeshe watoto wetu halali na haramu, kwamba hii ni halali ifanyie kazi na hii ni haramu jiepushe nayo, kuwa mbali na mambo haya. Hao ndio walivyokuwa kifanya salaf. Lakini ndugu zangu katika iman, khatima na mwisho kabisa, ndugu zangu, auladukum imma zakhiratun lakum fil janna, watoto wetu hawa au watoto wenu, ama wale wanaotarajia kuwa na watoto na wale ambao wanalenga baadaye kuja kuwapata watoto na kuona kuwapata watoto, watambue kwamba watoto ukiwapata ni dhakhira, ni akiba yetu katika pepo ya Allah. Mtoto imma awe ni sababu ya wewe kuingia peponi, au khusumun alayka, au atakuwa ni mgomvi wako siku ya kiyama. Hatakubali mtoto kwamba wewe ingia peponi alafu mimi niingie motoni, ni jambo ambalo halipo. Kwa hiyo ni amana ilikuwa sio ndogo sana. Hatutakikani kuzembea katika malezi. Ulipewa amana hii, jambo la kuzaa sio jambo dogo. Ukishaoa unataraji kupata mtoto, lakini hakuna jambo zito sana ambalo ni sababu ya kuingia janna kama malezi ya mwanao. Mwanao akitengamaa ni sababu ya wewe kuingia janna. Katika zile shafaat kuna shafaa ya mtoto, kumuombea mtoto siku ya kiyama, atamuombea mzazi wake aingie peponi, hali ya kuwa mzazi atakuwa ameandikiwa kuingia motoni. Ambaye hakufanya shirki wala kufur ataandikiwa mtoto wake kuingia peponi. Atamuombea baba yake, atamuombea mama yake, ya Allah, wazazi wangu wanaingia motoni, mimi naingia peponi. Wataombea shafaa ili wapate kuingia peponi wazazi wao. Lakini wewe andaa nini hapa? Au mwanao ni moto, watengeneza moto hapa duniani. Ittaqullaha ibadallah. Kuna maneno wasema, fa imma rabbaytumuhum ala alquran, imma mwale watoto kwenye Qur'an, au rabbahum ash-shaytan ala al-ghafla. Katika maneno mengine, au rabbahum ash-shaytan ala al-ma'siyah. Mwale watoto wenu kwenye Qur'an, au shaytani awale katika maasi. Nyinyi watoto muachie shaytan, malezi muachie Allah subhanahu wa ta'ala. Mkiwaacha watoto, shaytani atatengeneza malezi yake. Usije ukashangaa watoto wao ndio wanakugeuka, unakufa wewe, watoto ndio wanakuombea dua mbaya. Watoto wanatamani ufe walizimari. Hawa watoto hawatamani wewe endelee kubaki, angalau wakakuombea dua, wakakuombea kadha. Lakini wazazi, na saha zangu katika hutuba hii, wazazi wametelekeza watoto wao na kuelekeza katika mashule. Hatusemi shule ni haramu, wala hatusemi shule haifai, lakini haki ya Allah utangulizwa. Haki ya Allah muqaddam, inatangulizwa haki ya Allah kabla ya haki ya jambo lolote. Je, mwanao umemlea katika kutanguliza haki ya Allah? Tumuogope Allah, tutaulizwa. Allahumma aslih abnaana, Allahumma aslih abnaana wa banatina, Allahumma ij'alhum min ahli at-tauhid was-sunnah. Allahumma man qassara minna fatub alayhi. اللهم اجعل أبناء المسلمين قرة أعين لآبائهم